na kuingiza kazini rasmi wewe Rogati Lewis Mollel kuwa katibu mkuu wa Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania, kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Simame sasa ukaitende kazi ya Mungu. Nakutangazia kuwa sasa umestaafu rasmi utumishi wako, tena umestaafu kwa heshima, katika jina la Mungu wa Utatu, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Rai hiyo ameitoa wakati akimwingiza kazini katibu mkuu wa KKKT Rogati Mollel, sambamba na kumstaafisha kwa heshima katibu mkuu wa misioni, uinjilisti na mawasiliano KKKT Mchungaji Lazaro Roho, pamoja na kuwaingiza kazini viongozi waandamizi ambao ni naibu katibu mkuu utawala na fedha CPA Adrian Olotu na naibu katibu mkuu misioni, uinjilisti na mawasiliano Mchungaji Godfrey Walalaze na mwandishi wa KKKT Bwana Fabian Adayo, katika ibada maalum iliyoongozwa na mkuu wa KKKT na kufanyika katika usharika wa Angarnarok KKKT Dayosisi ya Kaskazini Kati mkoani Arusha. Fanyeni kazi kwa bidii, lakini pia kufanya haraka maamuzi, kwa sababu dunia inabadilika. Dunia aliyokuwa nayo Mchungaji Lazaro Roho sio dunia ambayo ameingia sasa Mchungaji Walalaze. Hata kama ni mwaka mmoja, bado mambo yanabadilika. Leo tumeona tumezinduliwa mpaka dunia inabadilika, kanisa linabadilika na linakwenda na wakati. Kwa hiyo twende kwa wakati, na ndio kitu tunataka kusisitiza kwenu ninyi ambao mnaingia kazini na mlioko kazini, kufanya kazi kwa kujua kwamba dunia inabadilika, lakini neno la Bwana ni lile lile. Yesu ni yule jana, leo na hata milele. Aidha, katika ibada hiyo Askofu Dr. Alex Malasusa amezindua rasmi mfumo utakaowasajili washarika wote wa KKKT. Napenda kutangaza sasa kuwa mfumo huu umezinduliwa rasmi katika jina la Mungu wa Utatu, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Mtaalamu wetu tungependa kumpa mkono, amefanya kazi kubwa sana katika kutengeneza mfumo huu, na pia naibu katibu mkuu kusimamia kazi hii na kutekelezwa. Na nimeambiwa kwamba unaweza ukajisajili hata kwa kutumia simu yako, kompyuta yako, kompyuta mpakato na chombo chochote ambacho kinaruhusu kuingia katika mfumo, na mfumo huu umesajiliwa. Kwa hiyo usiwe na mashaka. Karibu, utapata matangazo yote ya kanisa, utapata na habari zote za kanisa. Mungu abariki kazi yake. Amen. Awali akihubiri katika ibada hiyo, askofu wa KKKT Dayosisi ya Kusini Njombe, Askofu Dr. George Fihavango, ameeleza umuhimu wa viongozi wa kanisa kusimamia na kulinda mfumo wa kanisa, huku Godfrey Kilimba, mtaalamu wa mfumo kutoka Dar es Salaam Tumaini University DATU, akieleza kuwa mfumo huo unaweza kuwasajili washarika wote wa KKKT. Kiongozi kazi yako ni kuunda au kusimamia mfumo, na kama kweli katika kila kona mfumo ukikaa vizuri na ukasimamiwa vizuri, mambo hayawezi kuharibika kwa urahisi. Sasa kama kila sehemu ya mfumo itafanya kazi inavyostahili, tumefaulu. Lakini mara nyingi unakuta kwamba mifumo yetu inaharibiwa. Sasa hivi tunaingia kwenye digitalization, kuingia kwenye mfumo wa kidijitali. Manake lazima mifumo yenyewe ya analogia iweze kufanya kazi vizuri. Kitakacholinda mfumo ni uaminifu. Uaminifu ukiwepo, tupo salama. Na uaminifu unajengwa kwa kumwogopa Mungu kwa vitendo. Mfumo huo uko tayari na unaweza kusajili washirika wote.
Akitoa itikio kwa niaba ya viongozi walioingizwa kazini, katibu mkuu wa KKKT Rogati Mollel ameshukuru kwa ushirikiano uliopo ndani ya KKKT, huku naibu katibu mkuu misioni, uinjilisti na mawasiliano anayemaliza muda wake mchungaji Lazaro Roho akieleza baadhi ya changamoto alizokumbana nazo wakati akiwa kazini. Tunatoa shukrani zetu za dhati kabisa kwa halmashauri kuu ya kanisa kwa kutuamini kutumika katika nafasi hizi kubwa kabisa katika kanisa letu. Tunatambua dhamana na imani kubwa ambayo kanisa imeweka kwetu na matarajio makubwa ambayo kanisa nayo kutoka kwetu. Sisi tunahitaji kutimiza vema wajibu wetu kwa msaada wa Mungu. Maombi yenu na ushirika wenu umetutia moyo na kutukumbusha kuwa hatutembei peke yetu katika huduma hii ambayo tumepewa kuitimiza. Nikikumbuka maeneo tuliyopita, kikao kigumu cha pale Nampula Msumbiji cha mkutano mkuu wa kanisa, katika transition ya kumkataa askofu na kumpata mwingine, ilikuwa jambo gumu sana ambalo mimi na baba askofu Swahili wa Afrika ya Kusini tulisimama kidete. Kikao cha bodi ya Kongo ambako karibu maaskofu wapambane mbele yangu, nilikuwa mwenyekiti wa bodi hiyo, haikuwa jambo rahisi. Miongoni mwa maeneo machache ambayo ninakumbuka ni magumu sana. Safari ya kutoka Kigali kwa teksi kwenda Bukavu, Kongo, na siku hiyo nilikuwa mgonjwa, nikawa na wasiwasi katikati ya pori kubwa na milima ya Rwanda kwamba huenda sasa nimeangukia miongoni mwa Interahamwe, lakini Mungu alitubeba. Kutoka hapa katika kanisa hili la Engare Narok lililo sehemu ya KKKT Diocese ya Kaskazini Kati, mimi ni Elihuruma Chao.